Ndugu kiongozi wetu, afisa elimu mkoa wa Morogoro, Engineer Joyce Baravuga. Sisi ni viongozi wa TAPSHA kwa ujumla wake kwa mkoa wetu huu wa Morogoro. Tulitoka mkutano mkuu wa kwanza, hatukupata bahati ya kuja kukuona tukiwa hivi. Lakini leo tukaona kwamba ni muhimu sana tuonane nawe kwa sababu wewe ndio kiongozi wetu na ndio mlezi wa TAPSHA kiitifaki katika uundaji wa TAPSHA. Sasa leo tumebahatika tukasema kwamba tuje tukuone, tukupe maelezo kuhusiana na maamuzi ya kikao kile. Kikao cha kwanza tulikuwa watu watatu, mimi, katibu na dada Rose. Lakini bahati nzuri leo sasa nataka kufahamisha uongozi wa TAPSHA jinsi ulivyo mkoa wa Morogoro. Sawa. Mwenyekiti wa mkoa ni mimi, naitwa Omar Kibukila. Okay. Ninatokea wilaya ya Mvomero. Katibu wangu shule gani? Shule ya msingi Mlali. Yeah. Katibu wangu anaitwa Bwana Ikomba, naomba ajitambulishe mwenyewe. Sije karibu majina. Asante mheshimiwa. Naitwa Lidadi Matthew Ikomba. Ni katibu wa TAPSHA mkoa wa Morogoro na ni mkuu wa shule ya msingi Kihonda. Asante. Asante. Tuendelee hapa. Asante. Mimi naitwa Mwalimu Joel Vedasto Mbogoro. Ni kaimu mwenyekiti wa TAPSHA wilaya ya Ulanga, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Chilombola. Karibu. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Mwalimu Subira Mohamed Salum. Ni mwalimu mkuu shule ya msingi Dakawa, Morogoro DC. Ni mwenyekiti wa walimu wakuu katika wilaya ya Morogoro DC. Safi sana Subira. Hongera sana. Asante. Pigeni makofi ndani. Nimekupa upendeleo mama pekee kwenye hili group lenu. Na huyu ndio amereplace nafasi ya Rose. Karibu sana. Nashukuru. Msione yeye nimempa mkono jamani. Karibu sana Subira. Nimefurahi kukuona. Haya. Mimi naitwa Mwalimu Mandevu George Mandevu. Mandevu George Mandevu. Ni mwalimu kutoka Mlimba DC. Ni mwalimu mkuu shule ya msingi Chita. Ni mwenyekiti wa walimu wakuu Mlimba DC. Safi kabisa. Hongera sana Mandevu. Karibu. Fuata anatokea mweka hazina. Mimi ninaitwa Mwalimu Mchele Robert Mchele, mweka hazina wa TAPSHA mkoa. Lakini pia ni mwenyekiti wa TAPSHA Kilosa DC. Na vyeo viwili. Yeah. Okay. Ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Muungano. Ipo pale mjini? Hapana. Iko kata ya Magole. Kata ya Magole, kama unaenda Tuliani. Kama unaenda Tuliani. Sawa. Karibu sana. Asante. Mimi kwa majina naitwa Simon Yohana Mwemsi. Ni mwenyekiti wa walimu wakuu Ifakara TC. Ifakara. Ni mwalimu mkuu shule ya msingi. Jina lako unasema narudia tena? Simon Yohana Mwemsi. Okay, Simon, ndio. Natokea Ifakara TC. Ni mwalimu mkuu shule ya msingi Kilama A. Ambao ipo kata ya Kibaoni. Karibu sana Simon. Sasa kule kwenye mkutano kauli yetu mbiu ilikuwa inazungumza uongozi na usimamizi makini wa elimu utaimarisha na kuendeleza Tanzania katika uchumi wa kati. Safi kabisa. Huo ndio ujumbe kamili wa kikao chetu. Ambacho kilikuwa tangu lini hadi lini? Kilikuwa tangu tarehe 3 hadi tarehe 7. Okay. Yaani jana. Jana. Okay.
Kwa jumla Tulifanyia wapi? Tulifanyia ukumbi wa vijana Dodoma. Sawa. Kwa hiyo kutokana na utangulizi huu, yani tulijifunza mambo mengi kule yakiwepo ya usimamizi wetu wa kazi. Kwa hiyo naomba tu nimwachie katibu ili aweze kukupa yani ile hali ya kule ilivyokuwa ikienda vipi. Sawa. Kwa hiyo nakukaribisha bwana Ikomba, karibu. Karibu. Asante sana kwa nafasi hii. Mheshimiwa Msalimu wa Mkoa, awali ya yote kama ambavyo ametangulia kusema mwenyekiti, tunakupenda sana. Asante sana. Tunakupenda sana. Na mimi nawapenda pia. Asante. Tumekupongeza kwa kupandisha ufaulu, lakini kimsingi hii ni nguvu yako kubwa sana sana. Umefanya kazi kubwa, na hata pale ambapo tumekuwa tukienda tofauti unatoa maelekezo ya kiutendaji, na hiyo ndio kitu ambacho tunadhani huyu ni bora zaidi, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kukosea alafu yakatolewa maelezo ya kukaripia na kumchanganya mtu, lakini mara zote umekuwa ukitoa maelekezo ambayo yanamfanya mtu aone kwamba yani yanaleta mabadiliko yale chanya moja kwa moja. Kwa hiyo tunakupongeza sana kwa hilo. Nimeambiwa na mwenyekiti nitoe tu taarifa fupi ya kikao. Kama ambavyo tunasema tulikuwa na kikao Dodoma kuanzia hiyo tarehe 3, na kikao hiki kilifunguliwa na Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI, na kimefungwa jana na Naibu Waziri Engineer Nyamwanga. Na jana kilifungwa na Naibu Waziri wa Elimu Mheshimiwa Kipanga. Na kwa namna yote ile na nimesema hivyo kuonyesha ukubwa ambao wametupa kama viongozi wa wasimamizi wa elimu msingi kwa halmashauri zetu. Kama ambavyo sema mwenyekiti, tumejifunza mambo mengi sana. Watu wa mada walikuwepo, wakiwepo na katibu mtendaji Baraza la Mitihani Tanzania, Dr. Msonde. Alikuwepo profesa kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Alikuwepo mkurugenzi elimu maalum. Kwa hiyo alikuwepo wengi, alikuwepo kamishna wa elimu. Na kwa ufupi tumeandaa vitu vyote ambavyo viongelewa kwenye document hapa tutakukabidhi. Lakini labda tuseme maneno machache kwamba mwaka jana serikali ilituwezesha kwa maana ya mwaka upi? 2019. Mwaka juzi, yes. Mwanzoni inakuwa ni kidogo. Mwaka juzi tunashukuru sana serikali tuwezesha wote kwa moja wetu nchi nzima kufika Dodoma. Na kwa kweli imekuwa ni platform nzuri sana. Na utaratibu ambao tulikuwa tumeuweka kwa mwaka juzi ni kwamba kwa mwaka huu, kwa mwaka jana, kwamba kikao kingewezeshwa sasa na ile michango ambayo sisi tulipaswa kutoa kwenye halmashauri zetu kwa mgawanyo ufuatao, kwamba ngazi ya taifa kila mkuu wa shule nchi nzima kwa uendeshaji wa TAPSHA taifa, kila mkuu wa shule anatakiwa atoe shilingi 1000 kwa kila mwezi. Na ngazi ya mkoa, kila mkuu wa shule pia anatakiwa atoe shilingi 1000 kwa kila mwezi. Na ngazi ya wilaya, kila mkuu wa shule anatakiwa atoe shilingi 3000 kwa kila mwezi. Na fedha hizi kikatiba, kwa maana ya maelekezo ya matumizi ya fedha hizi, ni kuhakikisha kwamba tunajitahidi kadri inavyowezekana kuhakikisha kwamba
tunajengeana uzoefu wa kiongozi, mikakati ile ya kuinua taaluma, namna gani tunaweza tukashiriki kwa ngazi zote hizo, kwa maana ya ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa. Na tukisema ngazi ya mkoa, maana moja kwa moja wewe ndio msimamizi mkuu pamoja na sisi, kwa sababu kimsingi wewe ndio afisa elimu wetu wa mkoa. Na imeleta shida kidogo, na wakati wote watu unakuwa mgumu watu kupokea kwa haraka, na hiyo imepelekea hata hivi ambavyo tumeenda kwenye kikao, kwa sehemu kubwa michango ambayo inatolewa kwa ngazi ya wilaya ndio litakiwa itusafirishe sisi kwenda kwenye kikao na kurudi, lakini kwa asilimia kubwa, yani zaidi, kama kuna mchango ilitolewa kwa ngazi ya wilaya, naona ni sasa na hakuna. Hapa katikati tumejitahidi tu itolewe kwa ngazi ya taifa ili kuwezesha gharama za uendeshaji wa mkutano huo. Lakini hata hivyo changamoto zile tulizitoa kwa maafisa elimu wetu wa wilaya zote. Tupo ushirikiano. Cha iko kiwilaya, kihalmashauri, kiwilaya. Tuseme kihalmashauri. Okay. Kwa hapa mtakuwa moe 9. Sawa. Wengine wako wapi? Nilikuwa ni kwenye utambulisho sijasema hilo. Ya. Ngoja labda amalize wewe alafu utaniuliza. Okay. Kwa hiyo tukapata ushirikiano. Tukapata ushirikiano mzuri tu kutoka kwa maafisa elimu wetu, pamoja na kwamba bado mapokeo kama ambavyo nimesema hayakuwa mazuri sana. Hivyo ambavyo imepelekea kwamba watu tumeenda kwenye kikao kile, wengine kwa gharama zao wenyewe. Na hiyo mimi ni kwa kweli kama katibu wa mkoa nashukuru sana wenzangu kabisa, kwa sababu kujitoa kwenda Dodoma kwa siku zote hizo, yani imekuwa ni kitu kikubwa sana ambacho kinaonyesha kweli kama viongozi tumedhamiria kuhakikisha kwamba tunasimamia taaluma. Kwa mlioweza ni nyie tu. No. Nisi tulioweza, lakini kueleza hapo naona nataka wengine wako na ambao sijawaona hapa ni halmashauri gani? Utatoona halmashauri ziko 7 hapa. Lakini zingine ziko wapi? Ya 8 tulikuwa naye yule wa Gairo. Anaitwa Bwana Halagwa. Yeye ana ugeni mkubwa leo pale shuleni kwake. Kwa hiyo ikabidi shule gani? Gairo A. Okay. Kwa hiyo tulibidi tumwache pale. Okay. Sisi tumekuja hapo. Lakini halmashauri ya Malindi ilishindwa kufika pale. Nilikuwa nikijaribu kuwasiliana nao kujua labda tatizo litakuwa la aidha mkurugenzi au dio, lakini dio na mkurugenzi wenyewe wamekataa, wamesema pana sio tatizo, ila walikwama kulingana na hali halisi, hawakuwa na fedha. Na sisi tulisema kwamba mbona wenzetu tunajikopesha kwenye fedha zetu. Hayo maelezo unamwambia yule mkuu wa shule, unamwambia? Nimemwambia mwenyekiti wa TAPSHA kule mkoa. Anaitwa nani? Wilaya kule anaitwa Bana Njerekela. Kwa kweli tumepata ushirikiano, na wapo wengine walikuwa wameshakata tamaa kwamba ya ushiriki wao, lakini wakatiwa nguvu kwamba tunaweza tukaenda haraka tukaporudi, basi mambo yakaenda vizuri. Na hata kwa wakati ambao tunaenda na tuko Dodoma huku kwenye wilaya zetu, msisitizo umekuwa ni mkubwa sana kutoka kwa maafisa elimu wetu. Mkubwa mno. Kuna wengine walikuwa wameshakata tamaa kama rafiki yangu hapa Ifakara. Alishasema mimi jamani mimi nitashindwa. Lakini kuna sehemu nyingine nadhani ni Ulanga, Ulanga kuna nguvu kubwa nayo imefanyika. Ulanga kwa nyoka. Ndani ya siku 2 nilikuwa nimepata mchango wote wa taifa. Safi kabisa. Unaona? Na gharama zote za kuniwezesha. Hivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo hata kwa mfano hata mimi baada ya siku 3 tu ile fedha ya mchango wa taifa tayari ikawa imeshaanza kutoka, na sasa hivi wanaendelea kutoa kama ile deni ambalo limebaki. Excellent. Na maazimio yenyewe ya kikao ni kwamba mwisho wa mwezi huu kama kulikuwa kuna deni lolote ndio limekwisha. Sawa. Lakini vile vile mpaka kufikia mwisho wa mwezi wa 3 tarehe 31 basi huo mchango
wa mwaka huu 2021 huo umeshatolewa. Kwa maana hiyo mpaka kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 3 asiwepo mkuu wa shule yote ambaye anadaiwa mchango ule wa 2020 na wa 2021. Imekuja kuonekana hata uendeshaji unakuwa ni mgumu, ni afadhali, na imeonekana kama fedha 60,000 kwa mwaka, si ndio? 60,000 kwa mwaka. Ni fedha ambayo tunaweza tukaitoa. Tukaendelea sasa na mambo mengine huku tukijua kwamba kila mmoja amekamilisha. Lakini hata hivyo inatusaidia hata kwenye kuitumia sasa kwa yale malengo ambayo yamewekwa kikatiba. Kwa hiyo tunaamini kwamba mambo yataenda vizuri. Na tumefurahi unavyoweka msisitizo kwamba sasa mtu hawezi basi nafasi haimtoshi. Mkurugenzi msaidizi wa elimu msingi na TAMISEMI, mama yetu Mama Susan Usu. Nusu, yes. Nusu. Ametoa maelekezo hayo. Sawa. Nimeona kama yani utafiti labda mliwasiliana baba. Umeona? Tena kwa lugha hiyo. Lugha hiyo. Tutakutumia ile clip ambayo tumemnania anatoa maelekezo. Ndio. Naye ametupa nguvu kubwa mno. Sawa. Hiyo nadhani ikisha sambaa kwa wenzetu huku, wataona sasa kumbe tuna wajibu sasa. Na kwa kweli mkutano huu mkuu unatusaidia sana. Kwa sababu ni nafasi nyingine, kwa sababu tunakutana nchi nzima. Na kuna wenzetu labda wamefanya vizuri, sisi tumekuwa nani, labda wamekuwa wa kwanza au wangapi. Mnapokaa mnabadilishana uzoefu, mnakuwa na vitu ambavyo mnaweza mkaja kuvitujuzi. Unajiona nyinyi wanane kama wambali sana. Japo ni nafasi nzuri kulinganisha na mweka malengo mwaka huu 2021 darasa la 7 mwe wangapi? Kwa vyovyote vile 1 mpaka 5 tusikose. Kwani mkuu tulikuwa wangapi? Ile mwaka 16. Tumekuwa nafasi ya ngapi? Sasa inatakiwa 8 tunaenda kwa 8. Ukiweka sawa. Ukiweka namba 8 tunakuwa ngapi? Tunakuwa wa pili. Sasa kwani msiweke wa kwanza kabisa? Inawezekana mkuu. Tuwezi kuwa wa kwanza mwenyekiti. Wewe kuongea na wewe, hebu niambie. Hivi Morogoro tuwezi kuwa wa kwanza? Tunaweza. Kwa nini sasa tuweke malengo makubwa hayo? Ndio. Kuwa wa kwanza alafu ili tutimu. Ndio maana mkuu. Basi angalau iwe 1 2 3 pale kwenye 3 bora. Inawezekana kabisa. Ndio maana mkuu, kama ambavyo umetupongeza tumefika, sisi wenyewe ile dhamira kusema sasa hapana, twende kwa mmoja wetu tuanze vizuri. Sawa kabisa. Nikutumia ujumbe nikamwambia mwaka huu sasa tunajipanga twende vizuri. Tupate maelekezo yako na tuyasimamie. Na kwa sababu umetuhakikishia na mkurugenzi ametuhakikishia na maafisa elimu kwamba itawekwa nguvu kuhakikisha kwamba mchango inatoka, basi hata tukisema sasa tuna kikao cha mkoa, hawa wajumbe wote tutakuwa tuna uwezo wa kufika kwa wakati na kuhakikisha kwamba tunapokea maelekezo na kuyatekeleza, kwa sababu tayari sasa tayari fungu la kutufanya tuzunguke litakuwepo. Sawa. Na wakati mwingine hata nawe mwenyewe kubeba tukaenda nawe kwa msisitizo. Kimsingi na ndio tunasema nani ya mkoa. Ushirikishaji kwa elimu bora. Yaani wote kwa pamoja tunakuwa kama timu. Sawa. Pamoja na yote vipo vitu ambavyo sisi tunaona kwa maana ya matumizi ya fedha hizi. Kuna walimu ambao tunaita walimu mahiri. Katika ufundishaji wapo walimu katika ufundishaji, inawezekana kuna mada zingine zinakuwa ni ngumu katika kuzifundisha. Na hapa na kwenye shule husika na kuwepo panakuwa hakuna mtu ambaye ni amebobea katika eneo hilo. Sasa kati ya vitu ambavyo tunavifikiria kwamba ni vizuri vifanyike ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanatafutwa walimu mahiri maeneo ambayo tuko kwa maana ya halmashauri zetu. Kuhakikisha kwamba walimu mahiri kwa namna yote ile, kutokana na makubaliano ya kamati zile ambazo zipo kwa kila halmashauri, kuhakikisha kwamba wao walimu mahiri tunawatumia vizuri. Kuhakikisha kwamba wanawajengia uwezo walimu wengine ili sasa kile kitendo cha ufundishaji kimekamilika kwa 100%. Na tunadhani tukifanya hivyo kwa 100% kubwa sana itatuwezesha kuinua taaluma zaidi na zaidi. Lakini jambo lingine
ambalo tunaliona, na kwa sababu tayari tumeshaona kwamba, unajua mkuu, wewe tayari ukiwa katika hali hii ya kutupa ushirikiano mkubwa namna hii hapa, yaani tuna hakika huku kwetu sasa chini kwenye halmashauri zetu, hali lazima itakuwa hivyo hivyo, kwa sababu wewe ndio kiongozi mkuu, na tutakuwa tuna uwezo wa kuripoti yale maagizo ambayo unatupa, na kama itashindikana utekelezaji wake katika halmashauri zetu, kwa sababu wewe ndio kiongozi mkuu, basi tutakuwa tuna uwezo wa kukupa mrejesho kwamba 1 2 3 umesema tu kifanyike, lakini kuna hali hii na hii, ili tusaidiane, na hakika kabisa tutakuwa kuna mabadiliko makubwa sana. Lakini kitu kingine ambacho kilifanya na tuje mbali na kutoa mrejesho huu ndio mwanzo wa mwaka, kuna hali ya kujipanga sasa kwa ajili ya mwaka huu. Tukasema kitu kingine tunaweza tukaenda kwa mkuu wetu pale, akatupa vitu vya msingi vya kuvifanya kwa kipindi hiki, ili tukiondoka hapa basi kila mtu anajua maagizo ya mkuu wetu wa elimu ni 1 2 3. Tutakapofanya vikao vya mrejesho wa mkutano wetu, basi tunaingiza moja kwa moja na yale yote ambayo utakuwa umetuagiza wewe, na nadhani kwa vyovyote vile itabidi sasa hata kwenye lile grupu letu lile sasa moja kwa moja tukuadi pale, sawa, ili sasa kwa namna yote, hata kama kuna jambo lolote la haraka la kulifanyia kazi, unaweza ukatupa maagizo kule na tukayatekeleza. Jambo lingine, ndio ninajua yapo mambo ambayo kiutendaji kwa maana ya taaluma yanasumbua hata ule msawazo wa ikama ya walimu. Imekuwa ni mambo mengi ambayo kwamba yanasumbua katika hali kwa baadhi ya shule. Lakini jambo lingine ni mikakati mbalimbali ambayo tunaifanya kwenye halmashauri zetu, ambayo kwa sehemu moja au nyingine wakati mwingine inaweza kupata vipingamizi fulani. Tulidhani kwamba kama inawezekana kwa kupitia halmashauri zetu tuwe na mikakati ambayo tunaweza tukaipitisha kwa ngazi ya wilaya, na kwa maana ya mkuu wa idara na wakurugenzi wetu, kwa ile mikakati ambayo sisi tunaiona kwamba hii ndio mikakati ya kuinua taaluma. Alafu basi ikiwezekana ile mikakati ikapata kibali cha mabaraza ya madiwani, baraza la madiwani, ili tunasema tuwe uniform. Kuhusu nini mabaraza ya madiwani? Simama Mchele. Asante. Mkuu, mimi labda niweke ufafanuzi kidogo katika hilo. Tulipokuwa kule, tulikuwa tunajaribu kushare na wenzetu. Tukagundua kwamba wenzetu hawapati sana matatizo katika mikakati yao baadhi ya mikoa, kwa sababu mambo yao wanaendesha kisheria. Kuna mfano mkoa wa Simiyu, wao taratibu zao zote wanazozifanya, nadhani unaona wanavyofanya, zinaenda kisheria. Hata kama wanaposema kwamba tunataka kuinua kiwango cha elimu, kule watu wanazawadiwa sana. Nadhani kwa mfano huyo, kwa mfano mambo yanaenda kisheria. Kwa mfano tumesema kwamba tutakuwa na mitihani mingi, labda mitihani 2 kwa mwezi ya kihalmashauri, kila halmashauri. Sasa source of fund ni nini katika hiyo mitihani? Kama inahusisha wazazi, basi taratibu zinaanzia huku kwenye ngazi za chini. Tengeneza success story, yani wamefanya hivi na hivi. Wamefanya hivi. Wanasema kama wanakuwa na mitihani labda 2 kwa mwezi katika kila shule. Katika kila shule. Sasa ile mitihani ile wanachangia wazazi. Labda shilingi 500 inaenda kwa mlolongo. Inaenda kwenye baraza la kata. Inaenda kwenye halmashauri. Ule unakuwa ni mkakati wa idara ya elimu. Sasa unapofika kwenye mkuu wa idara anaipeleka kwenye baraza la madiwani. Baraza la madiwani wanajadili. Kipekee kabisa niseme tumeimarika.
na tumewakilisha wenzetu walimu wakuu walioko mashuleni katika halmashauri zetu, lakini tulichokipata tutakifikisha kama kilivyo kwa umoja wetu, na nadhani mambo yataenda vizuri. Kubwa zaidi ambalo kama kauli mbiu inasema ya uongozi na usimamizi makini wa elimu utaimarisha na kuiendeleza Tanzania katika uchumi wa kati. Na uongozi huu na usimamizi makini tunatakiwa tufanye kwa hali ya juu ili kuhakikisha yale matarajio yetu, mipango, mikakati yote ya kielimu inafikiwa kwa 100%. Sawa. Lakini yote haya tutayaweza kama tutafanya kazi kwa kushirikiana, tutafanya kazi kwa upendo, lakini kwa uadilifu mkubwa. Sawa kabisa. Kikubwa tuwe na uadilifu, tuzingatie maadili ya kazi, tufanye yale yanayopaswa kufanywa kwa uhakika wake. Nadhani tukishirikiana katika hilo, basi haya yote yatafanikiwa. Na naamini mkoa wetu wa Morogoro tutashika namba 1. Wow. Yaani hapo umenifurahisha. Afisa elimu mkoa, mimi naomba nizingatie kwamba kuna mahali pengine unahitajika kutoka Ulanga. Niseme tu nashukuru kwa heshima uliyotupa ya kufika ofisini hapa. Tunashukuru sana, umenipa uzito mkubwa. Mimi najisikia fahari sana. Asante. Lakini niseme wewe kama mlezi wetu TAPSHA mkoa, tunaomba tu utulee sawa sawa, kwa sababu hata mimi wakati naenda kwenye kile kikao sikuwa nategemea kikao kitakuwa vile. Sijawahi hudhuria kikao chenye protocol kubwa kama ile. Kwa hiyo yani napata mashaka kwamba wenzetu wasipotuelewa vizuri, yani ule ukubwa niliouona kule unarudije kwa wahusika, kwa sababu ni chama cha walimu wakuu, wanapaswa kukielewa vizuri na kutii na umoja. Ni umoja wa walimu wakuu. Kwa hiyo Tanzania, umoja wa walimu wakuu Tanzania bara. Kwa hiyo wajumbe wake wanapaswa kuelewa na kutekeleza yale ambayo tumekubaliana. Kwa hiyo tunaomba ulezi wako usituchoke. Wenzetu hawa mwenyekiti na katibu ni watu ambao wako karibu na wewe zaidi, wanaweza kama wanakuja mara kadhaa kukusumbua. Basi tunaomba sio usumbufu, ni ushirikiano. Na kwa kweli mara zote mmetupa ushirikiano sana, mimi sijawahi kuona. Asante sana Joel kwa maneno alafu tukupe na wewe uweze kukamilishia. Kwa ujumla sisi tumefaidika sana. Mipango mwaka juzi kuingia mwaka jana. Wewe ndio engineer na ni engineer kweli. Nashukuru. Kwa sababu ulichokifanya ulikuwa jirani sana kutufuatilia. Sawa. Ule mpango usiuache mama, na ndio tusaidia sisi mpaka tufika mahala hapa. Sawa. Kwa hiyo ni kuombe ufanye hivyo mama. Sawa kabisa. Na kama una mbinu nyingine zaidi, basi tupe. Sawa. Ili sisi tuwafikishie wenzetu na tuweze tukaikamilisha kazi. Nikushukuru sana. Asante sana. Asante. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametulinda kutufikisha mwaka 2021. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na nichukue fursa hii kuwapongeza viongozi wa walimu wakuu. Hongereni sana kwa kazi kubwa. Mmeweza kupandisha ufaulu mwaka 2020. Nakumbuka mwaka 2019 tulikaa pamoja na kuweka mikakati kutoka namba 16 ya kitaifa. Si sawa Sawa. Kwamba tupandishe ufaulu. Mwaka tulipata 78%. Nasema jamani, tupandishe ufaulu, viongozi wetu wanataka tuingie 10 bora. Ndipo tuliweka huo mkakati. Yaani mkuu wa mkoa Mheshimiwa Ole Sanare pamoja na Engineer Kalobero katibu tawala wa mkoa walitupa malengo tuingie 10 bora. Tukaweka mikakati ya pamoja. Kwa hiyo nashukuru sana kwa usimamizi wenu thabiti mlioufanya. Tumeingia kwenye 10 bora, tumekuwa namba 8 kitaifa na wastani wa 87.21. Hongereni sana. Kwa kweli matokeo haya darasa la 7, napenda kusema tangu nimeulizia mkoa huu wepo haijawahi kutokea. Ni kweli si kweli? Haijawahi kutokea. Hongereni sana. Nimefurahi na namshukuru Mungu kwa hilo, na nawashukuru na nyie, na mmejijengea heshima. Nifikishie hii taarifa kwa walimu wakuu wote, mmejijengea heshima thabiti ya kusimamia elimu na kuweza kuinua ufaulu kufikia kwenye 10 bora. Asanteni sana. Asante.
Sasa sambamba na mikakati tuliyoiweka kipindi kile, mnayoikumbuka leo, nitapenda niwaeleze machache ambayo tukishirikiana kwa pamoja naamini tutafikia lengo. Na kabla sijasema haya, ni washukuru nyie kujitoa kwenda kwenye kikao cha TAPSHA. Hongereni sana. Naamini mmetoka mmebadilika. Nimefurahi Zainab anasema ameimarika. Subira anasema afanya nini? Tumeimarika. Naona hata sura zenu kweli mmeimarika. Mmekuja na kasi na kujisikia kwamba mnahitaji kuwajibika. Sawa. Sasa mwaka huu, mwaka 2021, tuna target nini? Lazima kuwa na target. Target letu ni kuwa kwenye 3 bora. Kama tutakubali. Inawezekana Yes. Kwa sababu tulikuwa namba 16, tukavuka 8, tukawa namba 8, tuvuke 8 tena tuwe juu kule. 1 2 3 inawezekana? Yes. Sasa kufikia target hilo kwenye 3 bora pale, tufanyeje? Mmeshanieleza mambo mengi niliyoelekeza. La kwanza, nimekubali ombi lenu kwamba mkaweke mikakati shuleni. Mkishaweka mikakati, mwenyekiti wa TAPSHA wa halmashauri akusanye mikakati yote ya shule zote. Na niwape wiki 2 tu kuanzia sasa. Hiyo mikakati yote iwe imeshakusanywa, uiwasilishe kwa afisa elimu, kwa mkurugenzi halmashauri. Na uifuatilie, huo umeiandikia barua covering letter kwamba upewe mrejesho wa kukubalika mikakati yako. Na uombe kwamba iwekwe kule kwenye vikao vya madiwani. Na mpate mrejesho kwamba imekubalika mikakati yako. Hatimaye wale maafisa elimu halmashauri watatuletea mikakati hiyo sisi. Na nyie walimu wakuu, viongozi wa TAPSHA, mimi kama mlezi wenu, mpate mrejesho hiyo mikakati imemfikia ndani ya wiki 2. Sawa? Hiyo ni namba 1 ili tuweze kufikia target yetu ya namba 3. Asante sana. Sasa lazima tuwe na kauli mbiu ili kufikia lengo letu. Kauli mbiu ambayo mimi nimeiona, viongozi wenzangu, viongozi wa TAPSHA, kwa sababu nyinyi waheshimiwa sana, mnaongeza watu wengi. Morogoro hii ni ghala la chakula, si ndio? Na ghala la chakula ina maana inazalisha chakula kingi. Hadi mikoa mingine inachukua chakula kutoka kwetu hapa. Mpunga wa kutosha, yani wanapata mchele, mahindi ya kutosha, maharage, njegere, viungo mbalimbali, karoti, hoho, vitunguu, matunda, maembe matamu, matunda mbalimbali yako katika mkoa huu. Na mazao mengine ya biashara, miwa, nitoa sukari. Kuna mazao mbalimbali. Mdalasini, tangawizi, vitunguu swaumu. Yaani mkoa huu tumebarikiwa, si ndio? Sasa ninachoweza kukisema kweli, kauli mbiu niliyoifikiria mimi niwashirikishe nyie kama mtaridhia. Morogoro ni ghala ya chakula, na sasa ni ghala la elimu. Nakubali? Hiyo ndio iwe kauli mbiu ya mkoa wetu. Morogoro ni ghala la chakula, na sasa ni ghala la elimu. Jamani, tumekuwa nyuma miaka mingi, sasa tuamke. Tuwe ghala la elimu ili mikoa mingine ije ipate hapa kutoka kwetu. Ukiwa ghala jamani, wengine si wanapata kutoka kwenye ghala. Ili waje kujifunza kutoka kwetu.